ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هنيئا لكم بقدوم شهر مبارك الصيام والقيام. Kwanza ni kupeana mabruk sote, Allah akatupa umri mpaka tukafikiwa na mwezi mtukufu kama hunu ambao kwamba ni mwezi wa ibadat. Kuna ofa nyingi sana, kuna furas nyingi sana, na ni juu yetu maadamu tumepata nafasi kama hii tukumbushane. Kwa hivyo hani'an lana jami'an, na tujaribu kuutumia hunu wakati wetu vizuri mchana na masiku, ili tujikaribishe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ayuha al-ikhwa al-kiram, nimependelea katika darasa yangu hili nizungumze kuhusu asma'illahi al-husna, majina matukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nimechagua kitabu cha Mawsu'a Asma'illahi al-husna cha Dr. Muhammad Ratib an-Nabulsi, ambao kwamba huyu rahimahullah bado yuko hai na ni mtu wa kutoka Sham. Mada hii imeandikwa na wasomi wengi na wameeleza mambo mengi ndani yake, lakini nimechagua mwandishi huyu, lugha yake nyepesi, na tutajaribu katika kipindi chetu hichi kuzungumza amatan, kisha tutaanza kuchukua majina ya Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu, tukiangalia faida na mafunzo tunayopata. Ni muhimu sana sisi tufahamu kwamba maarifatullah ndio moja katika malengo makubwa. Mitume wote wametumilizwa kutufundisha sisi namna kumwabudu Mwenyezi Mungu. Ndio Ibn al-Qayyim rahimahullah akasema, miftah da'wati ar-rusul risalatuhum wa ma'rifati al-ma'bud bi asma'ihi wa sifatihi. Risala waliokuja nayo mitume wa Mwenyezi Mungu ni kutufundisha sisi na kutufahamisha sisi namna kumwabudu Mwenyezi Mungu. Na utakapokuwa umemsoma Mwenyezi Mungu, umemjua Mwenyezi Mungu, ukampenda Mwenyezi Mungu, utamwabudu Mwenyezi Mungu ala ilm wa ala basira. Imtadaha Allahu nafsahu fil Qur'an, amejisifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an aliposema kwamba la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Kwa Mwenyezi Mungu ana majina yake matukufu, kama hadithi inavyotuambia fima maanahu, inna lillahi 99 isman 100 illa wahida man ahsaha dakhala aljanna. Inakusudiwa mwenye kuyasoma, kuyafahamu, kuyafuata na kuchukua faida ambayo kama inapatikana katika majina haya matukufu. Asmaul husna katika Qur'ani imetajwa sehemu kadhaa, miongoni mwake walillahi alasmaul husna fad'uuhu biha. Ukiunderline fad'uuhu biha, muombeni Mwenyezi Mungu kutokana na haya majina matukufu. Wadharu alladhina yulhiduna fi asma'i, na muache wale ambao kwamba wao wanadharau au hawatumii nafasi kama hii. Huwa Allahu al-khaliqu al-bari'u al-musawwir lahu al-asma'ul husna yusabbihu lahu, mpaka mwisho wa aya. Kwa hivyo majina yake ni majina mazuri, majina matukufu, majina ambayo kwamba hayana shaka ndani yake. Kuna hadithi ambayo kwamba inakariri, na ingawa ulama wengine wamesema moja kwa moja hadithi hii ni sahihi, hii ambayo kwamba nimeitaja, inna lillahi 99 isman 100 illa wahida man ahsaha dakhala aljanna. Ni hadithi. Je, hapa man ahsaha ni kuyasoma tu yale majina au ni kuyafahamu kama tutakavyokuja kuona huko mbele na kuyafuata na kuyatia katika maisha yako? Tutakuja kuona Nabii Zakaria alipopata faida ya jina moja katika majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na maisha yake akaweza kuwa ni yenye kubadilika. Ndio moja katika kuandika, katika kuongezea aliyoandika An-Nabulsi, asema indama ta'rifu Allah tabaraka ta'ala man natija, utakapokuwa wewe ushamjua Mwenyezi Mungu, natija yake nini? Mustahil wa alf mustahil. Wewe utampenda Mwenyezi Mungu kisha umwasi, wampenda Mwenyezi Mungu, umemjua Mwenyezi Mungu kisha umwasi, itakuwa humpendi.
Kadhalika tasma da'iya, usikie tangazo. Kwa mfano muadhini umeadhiniwa, na wewe unajua ile ajira utakuja kuipata unapokuja katika kuswali jamaa, kisha wewe utaakhar au usiitike ile nidaa ambayo kwamba wewe unaitwa. Kisha an ta'rifa qadru ar-ribh fi muamalatika ma Allah, ufahamu kiwango cha faida na matokeo mazuri ya utakaoyapata unapofanya muamala na Mwenyezi Mungu. Kisha wewe usifanye bidii katika kufanya jambo kama ile. Kisha wa an ta'rifa qadra ghadabullah thumma tata'arrad lahu, ujue kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nikifanya jambo hili, mfano shirk na mengineyo, kisha wewe urudi ufanye, bila shaka utakuwa hujamfahamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha kadhalika uelewe alamul wuhsha, kuna maumivu unaoyapata pindi ukifanya madhambi. Sasa yale maumivu utakayoyapata wewe, kwa nini uendelee kutafuta maumivu wakati wewe unaweza kupata furaha ya kuwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? I'lam rahimakallah anna Allah khairur raziqin khairun nasirin rabbul alamin laysa kamithli shay. Mwenyezi Mungu sifa zote hizi, ni bora wa kunusuru watu, ni mola wa viumba wote, na hana mfano wake yeye Subhanahu wa Ta'ala. Tuchukue baadhi ya mifano tupate faida, kwa sababu kuna matunda utayapata wewe na mimi pindi tukiwa tutayafahamu haya majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vizuri. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuarifuka billahi, alikuwa Mtume wetu sallam yakujulisha wewe kwanza umjue Mwenyezi Mungu, kisha kuna kuja ile taklifu na kuna kuja ile bushra ambayo kwamba inakuja baada yake. Angalia hadithi ya Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, inna Allah hayyun karim. Sikiza haya maneno mawili, hizi ni sifa za Mwenyezi Mungu na ni majina ya Mwenyezi Mungu. Hayyun karim, yastahi idha rafa'a ar-rajul ilayhi yadayhi an yaruddaha sufra au qala khaibin. Mwenyezi Mungu ni karim na ana haya. Haya ni majina na ni sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa duniani ikiwa kuna karim, wewe unajua ukienda kwake yale maombi unayopeleka kwake yeye hutarudi fil hali umekosa unayoyatamani, ikiwa yeye nature yake na tabia yake ni mtu karimu. Sasa Mwenyezi Mungu katika sifa zake yeye ni hayyu, ni karim na hayyi. Sasa Mwenyezi Mungu anaona haya anapoinua mja mikono yake kumwomba Mwenyezi Mungu, kisha amregeshe yule mtu bila kumtekeleza mahitaji yake. Kwa hiyo angalia faida ambayo kwamba hapa itakapokuwa wewe unaomba dua kwa khushu na kwa khudhu na kwa kunyenyekea, na imetanganya atawassul ya kisawasawa na kumwomba Mwenyezi Mungu bi asma'il husna wa sifatihi al-ula, bila shaka utakuwa ni umefungua ule mlango wa Allah tabaraka taala kukutakabalia wewe. Kwa hivyo utakuta kwamba majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunapoambiwa walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Hasa hapa Mwenyezi Mungu ana majina matukufu, yeye ni karim, yeye anaona haya. Unapomwomba na yeye ni karim atakuitikia. Inapokuwa mja wa kawaida ukimuomba atakupatia. Je, itakuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila elimu au maaluma kuhusu Mwenyezi Mungu nao inakuwa ni maaluma kubwa. Angalia Nabii Musa alayhi salam, inni ana rabbuka faqla'an alayka innaka bilwadi almuqaddas tuwa. Nabii Musa alayhi salam tarehe yake ina faida nyingi sana, ina makumbusho mengi sana. Hata ukiangalia suratul Kahfi, Nabii Musa alayhi salam safari yake na Al-Khadhir ina faida nyingi sana. Alitamani mtume wetu Muhammad sallam Nabii Musa asubiri zaidi ili faida iwe ni kubwa zaidi. Alitamani Nabii Musa alayhi salam tarehe yake ina faida nyingi sana, na utakuta yeye alitoka huku wakati Firauni na hali ya maisha huku, akatoka faridan tarida, lakini ametawakkal kwa Mwenyezi Mungu. Amerudi tayari ni mtume
katika watu wake huko. Sasa wakati yuarudi, Mwenyezi Mungu ashamchagua yeye, kisha amwambia wa ana akhtartuka fastami lima yuha. Faida tunaoipata hapa, mimi nishakuchagua wewe Musa, fastami lima yuha, atasikiliza yale ambayo kwamba nakupatia wewe wahi. Kwa hivyo hapa faida ni kwamba yuarifuka billahi, wewe kwanza ni umjue Mwenyezi Mungu, kisha sikiza ile taklif assignment ambayo kwamba inafuata baada ya wewe ushapawa hii, inni ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Sasa ushachaguliwa wewe, kisha sasa niabudu mimi peke yangu, kisha simamisha swala iwe ni utajo wa kunitaja mimi na wewe kadhalika. Ramadhani ishakuja, huna guarantee utaimaliza, huna guarantee nyingine utaipata. Kwa hivyo kila saa na dakika isikupite ila una dhikr, una tasbih, una tahlil, sababu mitume hawaji tena. Ni sisi tuisome Qur'ani, tusomeshane, na katika jihadi kubwa katika zama zetu za leo ni usome umjue Mwenyezi Mungu, umjudu ala ilmu wa ala basira. Tutukue mifano mingine, kisa Nabii Zakaria alayhi salam. Nabii Zakaria kila akiingia kwa Maryam alayhi salam akuta kwamba kuna riziki. Kullama dakhala alaiha Zakaria almihrab wajada indaha rizqa. Mfano, wakati wa jua joto, kuna vyakula fulani havipatikani, lakini akiingia kwa Maryam akuta kuna vitu viko pale vyakula. Ikabidi amuulize, qala ya Maryam anna laki hadha, chakula hichi chatoka wapi? Na ikiwa mimi ni guardian wako, simamizi wako, wali amri wako, kinkujaje chakula baki kufikia wewe mimi nisijue? Jawabu ikampa faida Nabii Zakaria. Qalat, yani Maryam akasema, huwa min indillah, kisha inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sasa Nabii Zakaria alayhi salam hapa akastafidi na ism min asma'i llahi alhusna, yarzuq arrazaq huwa Allah. Baba ni sababu ya mtoto kupata ile riziki yake, kwa lugha nyingine ni akal, mwenye kupata kile chakula, lakini arrazaq huwa Allah. Hapa Nabii Zakaria aka notice inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ndio na yeye akiwa ni mtu mzima, hali yake ya afya imerudi nyuma, rabbi inni wahana al'adhmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Yani unapofika umri fulani wewe, hata zile genes na genetics na mambo ya kuweza kupata mtoto si rahisi, na hasa ikiwa pengine mke ni tasa, si mzazi. Hunalika daa Zakaria rabba qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a. Lilompa yeye kuomba dua wakati yeye umri wake umesonga na mazingira yake hatarajii kupata mtoto. Mtu mfano mko miaka 80, mara nyingi kuweza kupata mtoto si haraka kama mtu ambaye yuko miaka 25 30, na mwanamke pengine ambaye pengine hapati tena haidhi na mambo kama haya. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا من أصل بقى مشو. لكن لilompa Zakaria alayhi salam kumwomba Mwenyezi Mungu, tena aliomba kwa sauti ya chini, lakini confidence, udu Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam atufundisha, unapoomba dua uombe fil hali na wewe una confidence na qanaa kabisa kwa Mwenyezi Mungu atakuitikia. Na leo Waislamu popote ulimwenguni watakapokufanya asbab za kisawasawa katika kumwomba Mwenyezi Mungu, basi biidhnillah tabaraka taala Mwenyezi Mungu atawatakabalia. Hii ni mifano ambayo kwamba tumeitukua
tuweze kustafidi na tarehe tukufu ya mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na majina matukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mfano katika hadithi nyingine, fima maanahu inna Allah yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul layl, au kama qala salawatullah salamu alayhi, Mwenyezi Mungu hufungua mikono yake miwili. Hapa maaluma pia ni kwa Mwenyezi Mungu ana mikono, lakini mikono yake si kama mikono yetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana mfano, laysa kamithli shay, hana mfano wake kabisa. Lakini Mwenyezi Mungu yabsutu yadahu bin nahar, anafungua mikono yake yule ambaye kwamba amefanya madhambi mchana, imfika usiku amwombe Mwenyezi Mungu tauba na maghfira, na kadhalika kinyume chake ikifika mchana yule aliyemuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala usiku aweze kumwomba Mwenyezi Mungu amsamehe. Katika faida tunayoipata ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka sisi tumuombe, kwa sababu mwanadamu nature yake na alivyoumbwa na Mwenyezi Mungu ni kwamba afanye makosa. Kullu ibn adama khata wa khairul khata'in at-tawwabun, au kama qala salawatullah salamu alayhi. Lazima sisi tufahamu tumeumbwa tukose, tufanye dhambi, tufanye tauba, na ndio maisha na ndivyo yanavyokwenda. Lakini usije ukafa moyo, usije ukafa moyo kama mwanadamu. Wala tayasu min rauhillah. Angalia faida nyingine tunaipata katika tarehe ya Banu Israili huku nyuma. Kuna mtu aliua nafsi 99. Tasawwar, imagine katika akili yako, atakuwa na moyo rudeness, yani ule ujeuri na kutoogopa. Cha kwanza, cha pili, cha tatu, unaua vichwa 99 bila kuogopa. Kisha akaenda kwa arrahib, mmoja katika watu wa dini katika zama zile wa Banu Israili, akamwambia, bwana, mimi nimeua vichwa 99, je, nina msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Akamwambia, huna. Sina, timiza 100. Shaua litakalonizuia mimi kukumaliza na wewe. Unajua kuna kuja stage watu wanakuwa na frustration na zinaletwa na sababu nyingi. Sasa mtu kwa mfano ashafika stage kama ile, lakini kwa sababu ile adhamba yuanibuk, nature ya dhambi inakupa wewe kujilaumu, unajilaumu in one way or the other, kwa sampuli yoyote. Sasa huyu baada ya kutimiza kile 100 akatoka, sasa bado atafuta ndia ya kumaliza lile jambo. Akaenda akampata mtu mwema, mtu msomi, akamweleza, akamwambia tauba iko. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila amalan salih, la ghaffar, mwingi wa kusamehe. Akamwambia unao toba wewe, lakini safiri, uondoke, usikae tena hapa. Na hapa pia faida nyingine inapatikana, marafiki, la tusahib illa mu'mina wala yaakul ta'amaka illa taqi, au kama qala salawatullah wasalamu alayhi. Usisuhubiane na mtu ila mu'min, kwa sababu ima wewe utamuinfluence yeye au yeye atakuinfluence wewe. Wala yaakul ta'amaka illa taqi, jaribu chakula chako ale mcha Mungu, kwa sababu una create mazingira mazuri. Sasa huyu moja kwa moja akaambiwa, wewe toka katika mji, kwa sababu hapa katika mji huu yale yanayokusababisha wewe kufanya ni kama mmoja alikuwa mkisikiliza akitoa darasa, akisema mfano, tukitaka Mombasa iwe safi kushinda hivi ilivyo, kama Singapore au nchi nyingine kwa mfano, lazima kwanza watu waelimishwe, watu wafahamishwe nini usafi, kisha mapipa ya taka yawekwe kila pahali. Ili mimi nina tishu nataka kurusha, kuna pipa liko hapa, nimekula ndizi nataka kurusha lile ganda, lakini je, nitatoka na ganda hapa paka Ganjoni au Majengo? La, lazima watu wasomeshwe, wafahamishwe na ile infrastructure ipatikane. Ndio kuna miji mingine ukenda ukifanya littering au ukarusha tishu au ganda la ndizi unashtakiwa moja kwa moja. Ukiwa unaendesha gari au abiria hakufunga ukanda, tayari anashtakiwa, kwa sababu ile elimu ya safety na traffic
imesomeshwa mpaka watu washaelimika. Sasa na sisi kadhalika Qur'ani yatufundisha kila kitu. Aya zinazozungumza akhlaq ni 35%. Akhlaq katika Qur'ani aya zinazozungumza ni kuanzia 35 na zaidi. Nikuonesha katika akhlaq dini yetu ina janib kubwa sana kumjenga mtu. Watu wakijengeka hawana haja ya jeshi, hawana haja ya hichi, wenyewe kutokana na zile akhlaq njema za Kiislamu watajipanga. Maashara alhadhirin, ule mtu akawaiwatoka akaenda, lakini hukumu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikajalia yule mtu akafariki njiani baada ya kuua vichwa 100 akafa. Malaika wa rehma kutaka kumchukua yule kama mja mwema kwamba mpata husnul khatima, na malaika wa kumchukua ili waende naye akaadhibiwe, wote wakawa wameteremka kuja kuifuatia ile maiti ya yule mtu. Lakini kwa sababu moyo wake ulikuwa tayari ushataka tauba na ametoka, katika riwaya inasema Mwenyezi Mungu akajalia ile ardhi ikasongezwa mbele, ndio wakaamua kupima, je, huko alikotoka na kule anakokwenda kule ni karibu zaidi, kwamba ashapita mfano ni kilomita 100, ashamaliza 60, kwa hivyo ashavuka zaidi ya nusu. Ikiwa ni 40 itakuwa hajafika nusu, ikaonekana ashavuka zaidi ya pale. Kwa hivyo inshallah akawa ni mwenye kutukuliwa na malaika wa rehma, kwa sababu nia yake ilikuwa ni ashataka tauba. Maashara alhadhirin, ni muhimu sana majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuyajue. Inshallah katika durusu tutakazofuata, kila tutakapoenda mbele tutakuja kuona yale majina ya Mwenyezi Mungu ni sifa zake, yana madlul. Ukisoma ni Mwenyezi Mungu ni Karim, utakuja kuona wewe wakati wowote. Ukisema ni Tawwab, wakati wote waweza kuomba tauba. Ni Ghaffar, wakati wote. Kila jina Basit anafungua mikono yake. Kwa hivyo majina haya ni majina matukufu. Ndio ikaja walillahi alasmaul husna fad'uuhu biha, ya muombeni Mwenyezi Mungu kwa kutumia haya majina ya Mwenyezi Mungu matukufu. Inshallah tuombe Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa shukran, jazakumullahu khairan inshallah.